Nachukua fursa hii nitoe maoni yangu. Mr. Speaker, nikiangalia hapa wale watu wako hapa wengi wako chini ya miaka wako 35 and below. Na mimi ningependa kuungana na huyu senior citizen. Ako na haki yake kusema William Ruto amemsaidia. Kwa sababu ukiangalia miaka yake kupewa nyumba kwake ni haki. Unajua, tusemezane ukweli. Yeye hii miaka yake kupewa nyumba anafurahia sana. Lakini ikiwa wewe uko kijana hapa na unapinga maono ya Sifuna na unapinga maono ya Babu Owino, wewe kichwa chako inafaa iangaliwe. Yeye ako sawa. Lakini kama wewe uko hapa uko na ID kwa mfuko, umetembea, unafikiria vile utakula kesho ama unafikiria miaka ingine ijayo, na bado wewe unataka uongozwe na hao watu wengine, kichwa chako iko sawa. Hebu tusemezane ukweli. Ikiwa kama vijana tuko hapa vile tunapiga kelele hivi, tunaongea hivi, ukiangalia sisi tunaelewa mambo ya siasa kuliko hata wanasiasa wenye naenda kupigia makelele hao. Lakini tukisema nani mnataka kusimamia MCA, hamutasema mnataka kupigia kijana mwenzenu. Mnataka kupigia wale watu wengine hata wajielewi. Umeitembea na hao wanasiasa wengine hawa? Hata tuseme tu MCA wenu hapa huyu. Ukianzema tu andika proposal haelewi. Hata neno proposal yenyewe hajui kuspell. Nyinyi mko na uwezo, tuko na uwezo, tukiungana pamoja. Sasa Sifuna amekuja amesema kama kijana, nimesema mimi kama nikuwe kama kielelezo kwenu. Na umeona amejitokeza. Wacha niwaambie, kitu mbaya dunia hii ama Kenya hii ni viongozi kujitolea. Raila alikuwa anajitolea akisema mambo yenye mkifuata mnaenda kufanikiwa, mkamuacha. Sifuna ndio huyu anasema vijana tuko na uwezo, tuko na nguvu. Nimejitokeza tuende, hata kama sitatoboa lakini nimeonyesha wapi njia. Sasa hivi mnasema wewe vijana hawa hawezi. Mnasema Babu Owino hawezi. Basi watawaletea mtu mwingine waweka hapa. Sikulisema wakasema nani? Oburu ndio huyo. Ukiangalia yeye anaishi kwa bonus. Mtu anaangalia bonus, unataka yeye apangie miaka 50 na kuja. Ukiangalia nani ako na shida? Si ni nyinyi? Sasa ndio nasema huyu na mzee wake wa Buru wako sawa. Yes, sir.